Vita na Iran vimefichua vipi mwanzo kudhoofika nguvu ya kimkakati ya Marekani? Vita wakati mwingine huweka wazi washindi wake wa kweli, na walioshindwa sio kwenye uwanja wa vita, bali katika vyumba vya kifikra na vituo vya kimkakati. Kuhusu tofauti kubwa iliyopo kati ya ubabe wa vita wa Washington katika upeo wa kimataifa na uwezo wake halisi wa kufikia malengo yanayofuatiliwa katika ubabe huo. Hali Brand, mhadhiri wa taaluma ya mahusiano ya kimataifa katika chuo kikuu cha Johns Hopkins, ametahadharisha kwenye ripoti hiyo kwamba vita na Iran vimekuwa mtihani mkubwa wa kutathmini nguvu za kijeshi za Marekani, mtihani ambao umeonyesha kwamba hata nguvu kubwa zaidi ya kijeshi duniani inakabiliwa na vizuizi vya rasilimali, kudhoofika uwezo wa kupambana na changamoto za kusimamia migogoro kadhaa kwa wakati mmoja. Tathmini hii kwa kweli ni nyongeza ya maonyo yale yale ambayo yamekuwa yakikaririwa mara kwa mara katika taasisi za kifikra za Marekani katika miaka ya hivi karibuni. Shirika la Rand limesisitiza kwenye ripoti kadhaa kuhusu ushindani mkali uliopo kati ya nguvu kubwa ulimwenguni na kwamba Marekani haitaki tena kuchukua hatua kwa wakati mmoja kwenye nyanja kadhaa kuu za kijeshi kama ilivyokuwa katika zama za baada ya vita baridi. Kwa mtazamo wa watafiti wa taasisi hiyo, vita vya kuchosha Asia Magharibi, ushindani na Uchina Asia Mashariki na uungaji mkono kwa Ukraine, yote hayo yana msingi mmoja. Kuhusu swala la silaha kushughulishwa Marekani katika nyanja kadhaa za vita, kunaonyesha wazi kuwa hifadhi ya silaha na uwezo wa viwandani haitoshi kukidhi mahitaji ya ushindani wa kijeshi wa muda mrefu kimataifa. Wasiwasi huo pia unaonekana wazi katika tathmini za kituo cha mafunzo ya kimkakati na kimataifa. Wataalamu wa kituo hicho awali walikuwa wameonya kwamba kukiibuka mzozo kuhusu Taiwan, Marekani itakabiliwa na uhaba wa makombora ya masafa marefu, mifumo ya ulinzi wa anga na silaha makini za ulengaji shabaha. Vita dhidi ya Iran vimeondoa wasiwasi huu kutoka mazingira ya kinadharia hadi kwenye uwanja wa vitendo katika medani ya vita. Matumizi makubwa ya makombora Tomahawk, kuharibiwa mifumo ya ulinzi ya anga SM-3, mifumo ya THAAD na Patriot, yote hayo yamethibitisha kuwa hata operesheni ndogo pia zinaweza kuathiri pakubwa nguvu za kijeshi za Marekani katika maeneo mengine ya dunia. Paul Kennedy, mwanahistoria mashuhuri wa Uingereza, amesema kwenye kitabu chake maarufu cha The Rise and Fall of Great Powers miongo kadhaa iliyopita kwamba madola ambayo hutoa ahadi za kutekeleza majukumu ya kigeni kuliko uwezo wao wa kiuchumi na kijeshi huingia hatua kwa hatua kwenye njia ya mmomonyoko wa kimkakati. Leo wachambuzi wengi wanaamini kwamba Marekani inakabiliwa na hatari hiyo hiyo. Swala hili ni muhimu sana, hasa tukizingatia ushindani wake mkubwa na China. Eli Ratner, afisa wa zamani wa Pentagon, ameonya mara kwa mara kwamba changamoto kuu kwa Marekani katika karne 21 ni kudhibiti nguvu inayokuwa kwa kasi ya Beijing. Ukweli mwingine mchungu kwa Marekani ni kwamba Asia Magharibi inaendelea kurudisha nyuma Washington, kuanzia Iraq na Afghanistan hadi vita vya Gaza, mgogoro wa Bahari Nyekundu na sasa makabiliano na Iran. Hakuna hata moja migogoro hii imeiruhusu Marekani kutekeleza mpango wake wa eti muhimili kuelekea Asia, au kwa maneno mengine pivot to Asia. Matukio haya pia yanafuatiliwa kwa wasiwasi mkubwa katika eneo la Asia Mashariki. Baadhi ya viongozi wa Japani na Korea Kusini wameelezea wasiwasi wao kuhusu kuhamishiwa mifumo ya ulinzi ya Marekani kwenye eneo la Asia Magharibi. Huko Taiwan pia swali hili muhimu linaulizwa kwamba je, ikiwa mizozo ya wakati mmoja itaibuka barani Asia, Washington itaweza kweli kutimiza majukumu yake ya kiulinzi na kiusalama? Picha hii kwa kweli haina maana kwa nguvu ya kijeshi ya Marekani imepungua kabisa kimataifa. Marekani bado ina bajeti kubwa zaidi ya kijeshi duniani, mtandao mpana zaidi wa miungano ya kijeshi na uwezo mkubwa zaidi wa kiteknolojia, lakini pamoja na hayo haina uwezo wa kijeshi wa moja kwa moja ilivyokuwa nao katika miaka ya nyuma. Vita na Iran vimeonyesha kwamba hata mataifa makubwa yanapaswa kufanya machaguo kati ya vipaumbele, medani za vita na gharama ambazo sasa zina kikomo, kinyume na ilivyokuwa zamani. Wakati huo huo, vita hivi pia vimetoa somo muhimu kuhusu namna vita vya baadaye vitakavyokuwa. Nafasi ya ndege zisizo na rubani, mifumo mahiri, vita vinavyotegemea mtandao na akili mnemba vimethibitisha kuwa ubora wa kijeshi hautegemei tu idadi ya manowari na ndege za kivita. Nguvu za kati pia zinaweza kuwatwisha gharama kubwa za kijeshi wachezaji wakuu kwa kutumia teknolojia za kisasa vitani. Moja matokeo muhimu zaidi ya vita hivi ni kwamba Iran imeweza kuweka kio mbele ya sera za nje za Marekani, kio ambacho mbali na kuakisi uwezo wake wa kijeshi pia unaakisi mapungufu yake makubwa katika uwanja huo. Sasa swali la msingi kwa Washington sio tena kama inaweza kuingilia kati au la, bali ni vita gani vinafaa kupiganwa katika ulimwengu uliojaa mizozo ya wakati mmoja, na kwa kiwango gani Marekani inaweza kuendelea kumudu kulipa gharama za kuongoza dunia.
Hilo ndio swali. Kwingineko, kamanda mwandamizi wa jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu amesema vikosi vya ulinzi vya Iran viko tayari kikamilifu kukabiliana na hatua yoyote ya uadui, akionya maadui kwamba nchi hiyo iko tayari kutoa jibu la haraka kwa mashambulio au shambulio lolote. Meja Jenerali Abdullah Javan, naibu kamanda wa IRGC anayeshughulikia masuala ya kisiasa, ametoa kauli hiyo wakati wa hafla iliyofanyika kwenye wilaya ya Kain mkoani South Khorasan siku ya Jumamosi. Kauli hiyo imetolewa wakati Tehran na Washington zikisema ziko karibu kufikia makubaliano yatakayomaliza kabisa kile kinachoelezwa kuwa ni uchokozi wa Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Na ameongeza kuwa Marekani, Ulaya na nchi za Asia Magharibi zinapaswa kutambua kwamba lango bahari la Hormuz pamoja na Ghuba ya Uajemi vitasimamiwa kwa utaratibu na mamlaka ya Iran, na amesema zama za uwepo wa jinabi na wanaonyonya rasilimali za eneo hilo zimefikia kikomo. Amebaini kuwa Marekani na utawala wa Israeli zilifanya shambulio lao la kwanza la kijeshi dhidi ya Iran lililodumu kwa siku 12 mwezi Juni 2025. Uvamizi wa pili ulianza mwishoni mwa Februari na kusitishwa mapema Aprili baada ya siku 40. Amesema katika vita hivyo viwili, mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran pamoja na usimamizi wake imara katika lango bahari la Hormuz ni mambo ambayo yaliwalazimisha maadui kukubali usitishaji wa mapigano. Amesema maadui walianzisha vita wakidhani Iran ingesalimu amri ndani ya wiki moja kutokana na misukosuko ya ndani na shughuli za makundi ya upinzani wa mapinduzi hayo. Hata hivyo, amesema walikumbana na jibu kali la Iran kwenye medani ya vita na kulazimika kuomba kusitishwa kwa vita. Vilevile, Wizara ya Intelijensia ya Iran imesema imefanikiwa kutekeleza operesheni za kupambana na ugaidi, ujasusi na hujuma nchini humo wakati wa uvamizi wa siku 39 wa Marekani na Israeli ambao ulisitishwa mapema Aprili. Wizara hiyo imesema kwenye taarifa Jumapili kwamba imekamata magaidi 4, jasusi 1 na wanachama kadhaa wa genge la hujuma za mitandao waliokuwa na nia kuchochea ghasia mitaani wakati wa uvamizi dhidi ya Iran. Imesema operesheni hizo zimefanyika katika majimbo matatu ikiwa ni pamoja na katika jimbo la Tehran. Taarifa hiyo imesema jasusi alikuwa akiripoti moja kwa moja kwa wakala wa idara ya ujasusi ya Israeli iliyopo London alikamatwa katika jimbo la Ilam lililo kwenye mpaka wa magharibi wa Iran na Iraq. Jasusi huyo alikuwa akipanga kupenya kwenye taasisi muhimu za serikali na kudukua taarifa nyeti kuhusu mahali walipo maafisa wa nchi. Wizara hiyo imesema kwamba wanachama 4 wa kundi la kigaidi linalofanya kazi katika jimbo la kusini mashariki la Sistan na Balochistan karibu na mpaka na Pakistan pia walikamatwa kabla ya kutekeleza operation dhidi ya taasisi za kiraia. Wizara ya Intelijensia ya Iran imesema operation nyingine kubwa iliyofanywa wakati wa uvamizi wa Marekani na Israeli ilipelekea kukamatwa wahujumu 126 wakiwemo viongozi mashuhuri wa magenge ya uhalifu katika mji mkuu wa Tehran ambao walikuwa na nia kuchochea ghasia wakati wa uvamizi huo. Operesheni hizo zilizofanikiwa zimekuja huku kukiwa na ripoti kwamba Marekani na utawala wa Israeli zilitaka kutumia ghasia za ndani kudhoofisha serikali ya Iran na vikosi vya usalama wakati wa uvamizi huo. Rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa utawala wa kizayuni wa Israeli Benjamin Netanyahu wamekuwa wakitangaza mara kwa mara kwamba lengo kuu la uchokozi wao dhidi ya Iran ni kuwasaidia wapinzani kuangusha utawala wa Kiislamu. Vilevile, harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina imeitaja sari ya rais wa jimbo lililotangaza kujitenga na Somalia, Somaliland huko Israeli kuwa ni dhambi ya kisiasa, ukiukwaji wa kanuni na sheria zote za kimataifa na kupuuza msimamo wa Waarabu na Waislamu kuhusu swala la Quds tukufu. Taarifa ya Hamas imelaani ziara hiyo ambayo imemkutanisha Abdurrahman Mohamed Abdullahi na viongozi wa utawala hasibu wa Israeli wanaojulikana kwa rekodi yao ya uhalifu dhidi ya watu wa Palestina na kutoa wito kwa jumuiya ya nchi za Kiarabu na jumuiya ya ushirikiano wa Kiislamu kuchukua hatua za kuzuia eneo la Somaliland lilenga kuvunja msimamo wa Kiarabu kuhusu Palestina na kuanzisha uhusiano na utawala wa kifashisti. Mwezi mmoja uliopita, Mei 19, eneo lililojitenga na Somalia la Somaliland liliweza kulipua bomu baada ya kutangaza kwamba litafungua ubalozi huko Israeli na kwamba rais wake atafanya ziara katika utawala huo hivi karibuni. Inatazamiwa kuwa Abdurrahman Mohamed Abdullahi atafungua rasmi ubalozi wa Somaliland huko Quds inayokaliwa kwa mabavu na kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na eneo hilo lililojitenga na Jamhuri ya Somalia ambalo halikutambuliwa na nchi yoyote kwa kipindi cha miaka 35. Awali, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud alipinga jaribio lolote la kuanzisha uhusiano kati ya nchi hiyo na utawala wa Israeli na kusisitiza msimamo thabiti wa Mogadishu kuhusu mapambano ya uhuru wa Palestina na uungaji mkono wake kwa haki za watu wa Palestina. Sheikh Mohamud bin alisisitiza kwamba serikali yake inapinga hatua zozote zinazokiuka mamlaka ya umoja wa ardhi ya Somalia
na kusema kile kinachosambazwa kuhusu kuanzisha uhusiano au kufunguliwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Israeli na eneo la Somaliland hakiwakilishi Jamhuri ya Shirikisho ya Somalia na hakuna uhalali wowote wa kisheria au kisiasa.